kijana ambaye alizaliwa na wazazi walikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na yeye akawa ana maambukizi katika uchanga wake, na baba alifariki akiwa mchanga. Kwa hiyo mama yake alipata mwanamume mwingine akaolewa naye. Alipoolewa akampa majina pia ya yule baba. Kwa mtoto amekuwa, Mungu amemsaidia, amekuwa, alipata dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na akakua mpaka kufikia umri wa balehe. Na kwa sababu moja au nyingine, mama yake mdogo akamkalisha siku moja na kumpa taarifa, akamwambia, unajua wewe, huyu si baba yako mzazi, baba yako alifariki na jina hilo sio jina lako, sio la baba yako mzazi, na wewe sio kabila hilo unalofikiria na kadhaa. Akamwambia taarifa zote. Kwa hiyo yule kijana alikuwa anaendelea vizuri, alikuwa kwenye dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, lakini kutokana na ile taarifa ndio ile nasema alipata mshtuko mkubwa wa kisaikolojia na akaweza kupata hiyo identity crisis, mgogoro wa kiutambulisho. Maana ghafla akawa hajui tena. Kipindi chote alikuwa anajua yeye ni nani, jina lake ni jina lake, kabila ni hilo na yule baba yake na kadhalika. Sasa ghafla amekuja kupata taarifa tofauti kabisa. Kwa nafikiri umeshasikia kwamba huko mtaani watu wanasema wadudu wa malaria huwa wanapanda kichwani. Kwa hata wadudu wa virusi vya ukimwi pia huwa wanapanda kichwani. Kwa hiyo naye alipata hali hiyo, ilikuwa rahisi yeye kupata hiyo hali ya mshuko mkubwa na kuchanganyikiwa pia, kwa sababu alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hiyo ni sababu moja kubwa. Basi akachanganyikiwa, na katika hali ya kuchanganyikiwa alitoka akatembea umbali mrefu kutoka mkoa huo aliokuwepo kwenda huo mkoa mwingine, ni mbali sana.